na uwezi amini, nafikiri ni kwa muda mrefu sana kutokea ndani ya miezi mitatu, at least miezi mitatu mfululizo, kila mwezi inapatikana dabi, kwa sababu Machi moja ilipigwa dabi ya ligi kuu 0-0. Aprili 29 ndio leo, ni mwezi Aprili. Mwezi Mei mwanzoni tu pale kinapigwa. Kwa hiyo nafikiri ni katika miezi mitatu ambayo imekuwa na pressure kubwa, lakini ni mwaka ambao kidogo tunaelekea World Cup tukiwa tuna hichi ambacho tunakishuhudia kwetu katika kitu cha kuvutia zaidi. Unapozungumza mchezo wa dabi, hasa unazikuta timu zote mbili zikiwa kwenye form nzuri sana. Kuna miaka kadhaa iliyopita ilikuwa unakuta tunakwenda kwenye Kariakoo dabi, lakini unakuta timu moja ikiwa katika fomu ya juu sana kuliko timu nyingine, kwa maana hazipo kwenye daraja la performance ambao at least linakaribiana ama linashabihiana kwenye eneo la kuchezea, kwa maana yale matokeo na performance ya kiwanja. Lakini this time tunazipata timu mbili ambazo ukitoa michuano ya Afrika ambao timu zote ziliishia hatua ya makundi, nini ambacho kinakwenda kuongeza idadi ya michezo kwa msimu? Tunasema walau kwenye timu ambazo ziko professional kama hizi, kucheza mechi kuanzia 55, 60 na kuendelea ni eneo pekee la kuboresha uwezo wa wachezaji ndani ya kiwanja. Lakini ukizungumza kwenye ligi kuna mechi 30. Ukiplasi michuano ya CRDB kutokea hatua ya 64 mpaka finali, kwa mfano timu ikifika, ni michezo 6. Unaongelea hapo takriban michezo 36. Ya makundi na ile ya hatua ya awali kwenye CAF ni takriban michezo 10. Unaongelea michezo 46. Sasa ipi kinachopelekea at least kupata michezo mingi zaidi kwa ajili ya timu yako? Makocha wengi wanapenda at least timu yao hiyo na michezo kuanzia at least 55 na kuendelea. Sasa kwenye michuano hii ya Muungano kuna kitu kimeenda kuongezeka plus kile ambacho kilipatikana kwenye michuano ya Mapinduzi. Sasa nini ambacho kinakwenda kutufanyia hii siku yetu iwe special, iwe ya kipekee? Ni pamoja na kuona timu hizi zilivyoyachukulia haya mashindano. Unajua kuna wakati ilikuwa unakuta walimu tu wanaamua kwenda kupeleka, ama viongozi wanaamua kuchezesha vikosi vya pili, wanakupelekea timu B ama under 20. Lakini this time angalia, watu wanaweka ule mziki ambao tunauona kama nguo ya sikukuu. Wote unaona katika michuano hii tumeona wale top players kwenye hivi vilabu wampata nafasi ya kucheza.